Endelea Wizara ya Maendeleo ya Jamii na Jinsia, Mheshimiwa Nusrat. Je, serikali ina mikakati gani ya kulinda watoto dhidi ya udhalilishaji mitandaoni? Swali hilo linapatiwa majibu na Mheshimiwa Naibu Waziri Mwanaidi Hali Hamis. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Mikakati ya serikali ya kukubaliana na ukatili dhidi ya watoto kupitia mitandao ni pamoja na kuwasilisha bungeni mswada wa sheria wa marekebisho ya sheria mbalimbali za ulinzi wa mtoto wa mwaka 2024, uanzishwaji na uzinduzi wa kampeni ya kitaifa ya usalama wa watoto mitandaoni, kutoa elimu kwa umma kwa kutumia machapisho mahususi yaliyoandaliwa kwa ajili ya watoto, walimu, wazazi na walezi juu ya matumizi sahihi ya mtandao, pamoja na kuandaa video fupi za maigizo zitakazoanza kuonyeshwa kwenye vyombo vya habari ili kutoa elimu katika jamii. Mheshimiwa Naibu Spika, pamoja na hayo, wizara imeanzisha kituo cha huduma cha wateja kinachowezesha wananchi kupiga simu bila malipo kwa ajili ya kutoa taarifa na kupata elimu ya msaada ya ulinzi na usalama wa mtoto. Asante Mheshimiwa Naibu. Mheshimiwa Nusrat. Mheshimiwa Naibu Spika, pamoja na majibu ya serikali na maswali mawili ya nyongeza. Swali la kwanza, tukisema watoto tunamaanisha watoto chini ya miaka 18, na Mheshimiwa Naibu Spika, sasa hivi kuna sintofahamu kubwa sana kwenye mitandao ya kijamii, hususan mtandao wa TikTok, ambao watoto chini ya miaka 18 wamekuwa wanaonekana wanaingia live na wanafanya matendo yasiyofaa pamoja na kucheza uchi, na ili watu wanalifahamu kwa sababu watu wengi tuko TikTok. Kwa hiyo serikali inachukua hatua gani ili kuwalinda watoto hawa dhidi ya wao kufanya either, kwa sababu wengine wanalazimishwa kufanya hivi vitendo na watu wengine, cheni ni ndefu sana Mheshimiwa Naibu Spika, lakini wengine wanafanya kwa kutokuwa na ufahamu wa kutosha. Sasa serikali inachukua hatua gani kuzuia vitendo kama hivi ambavyo vingi kwa kweli vinafanywa na watoto chini ya miaka 18? Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, swali la pili, kwa sababu ukiondoa na ukatili kwenye mitandao, kuna udhalilishaji wengine ambao unafanyika kwa watoto mpaka shuleni na majumbani. Serikali sasa inapanga vipi kushirikiana na TAMISEMI ili waandae majukwaa maalumu ya watoto mashuleni ili wajengewe uwezo, wawe wanaweza kuripoti udhalilishaji na ukatili ambao wanaweza kuwa wanafanywa katika mazingira yao? Mheshimiwa Waziri. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika, napenda kujibu maswali mawili ya Mheshimiwa Nusrat kama ifuatavyo. Swali lake la kwanza, serikali itachukua sheria kali kwa mtu yoyote yule ambaye atatuma video ambazo hazina maadili na kuonesha katika mitandao yote ya kijamii. Serikali iko makini na serikali ya awamu ya 6 inajali sana watoto na inaendelea kufanya miongozo mbalimbali kuhakikisha vitendo hivyo na kutuma picha hizo za ovyo zinakomeshwa ili kuhakikisha nchi yetu inakuwa salama na watoto wetu wanakuwa salama. Swali lake la pili, Mheshimiwa Naibu Spika, serikali inashirikiana vizuri na ofisi ya Rais TAMISEMI kuandaa miongozo ya ulinzi na usalama kwa watoto pamoja na kuendesha majukwaa hayo kwa maafisa maendeleo ya jamii, kuwapa elimu ili kuhakikisha majukwaa haya yanaenda kwa usalama. Lakini pia serikali kupitia mabaraza ya watoto katika shule mbalimbali zikiwemo za msingi na sekondari, tuna mabaraza ya watoto yanayowawezesha watoto kujiamini, kujieleza na kuhakikisha kwamba pale wanapoona viashiria vya vitendo vya ukatili huweza kukabiliana navyo. Asante na shukuru Mheshimiwa. Asante.